بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nukta ya pili katika nukta tatu ambazo amezitaja Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, ambazo kwa nukta hizo ndio sababu ya sujudu as-sahwi. Katika nukta ya pili ametaja naqsul arkan na tumetaja, na mwishoni inshallah tutafanya ikhtisar kwa pamoja. Katika nukta ya pili kipengele cha ba, naqsu alwajibat, kupunguza jambo la wajibu. Wa mithalu akhar shakhsun nasiya as-sajdata ath-thaniya wal julusa qablaha من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فهذا كأنه ترك ركعة كاملة. هذا قول أسمى حفظه الله الشيخ Raslani katika ta'riki, wa in alima, na ikiwa huyo aliye sali akasahau ametambua birukni almatruk, kwa nguzo ambayo yenye kuachwa, baada an sallam, baada kutoa salam, fahadha kaannahu taraka rak'atan kamilatan, huyo atakuwa ameacha rakaa kamili. Hadha qaulun, hii ni qauli. Ipo kauli hiyo. Kuna kauli nyingine ambayo akasema yeye kwa upande wake, was-sawab annahu la yalzamuhu, na kilicho cha sawabu kwamba yeye haimlazimiki an yati bi rak'atin kamila, kuileta rakaa kamili, bali yati bima ba'da al-matruk, na isipokuwa atakileta yati bima ba'da al-matruk, kile ambacho kimekuja baada ya matruk, wujuban, kwa ulazima, litartibi, kwa utaratibu, wa ma waqa'a qabla al-matruk, na kile ambacho kipo kabla ya matruk, waqa'a fi mahallihi sahiha, takwa mikasemi yake sahihi. Hii kauli ya pili ipo sawa. Hii kauli ya pili ipo, lakini almuasirun wengi wamekwenda kwamba hii kauli ya kwanza, na ndio ambayo wengi wameitia nguvu. Atakiacha nguzo yeye analeta rakaa nzima, lakini hii ya pili pia kauli hii ipo na wamekwenda nayo wana machuoni. Sasa sisi tuchukue kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi awalan, kisha mbeleni katika kusoma kwako utawaja kuona baadaye hizi aqwali za wanawachuoni. Lakini kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, kadhalika al-Allama Ibn Baz rahimahullah, wanaonelea kwamba mtu akiacha nguzo huyo amerejea rakaa nzima. Sawa. Akatoa mfano yeye Sheikh Raslan Allah yahfadhuhu, rajulun salla, mtu amesali, walamma faragha min as-salah, na zama alipomaliza kusali, dhakara annahu lam yasjud fi ar-rak'ati al-akhira, kakumbuka kwamba yeye hakusujudu katika rakaa ya mwisho, illa sajdatan wahidatan, isipokuwa sajda moja. Fa alayhi an yarji'a, anasema Sheikh Raslan, ye arejee pale alipokuwa ameswali, arejee, wayajlisa, na akae, baina sajdatain, baina ya sajda mbili, wayasjuda athaniya, na tasjudu sijida ya pili. Kwa ule utaratibu watauleta kwamba alichoacha ni sijida ya pili, ataleta kitendo kabla sajida ya pili, kisha ataleta ile. Au mathalan amesahau kuleta rukuu, sawa, kwa tadu katika qiyam shalete rukuu. Hakadha amesema yeye, thumma yaqra at-tashahhuda thumma yusallim thumma yasjuda lis-sahwi
wa yusallim. Hii ni kauli katika yeye alizokwenda nazo na kaonelea yeye ndio yenye nguvu kwa upande wake. Wa hadha huwa as-sawabu anna ar-rukna la yajburuhu as-sahwu, na hii ndiyo sawabu kwamba nguzo haiungwi na sujudu sahwi, bali nguzo uilete ile nguzo yenyewe. Amma al-asl, nguzo haidondoki. Ar-ruknu la yasqut, nguzo haidondoki. Sawa, tofauti na wajibu tutaona hapa, lakini nguzo haidondoki, lazima iletwe. Sasa namna uletaji ndio khilafu baina ahli al-ilm. Wapo waliosema kwamba kwa kule kuachwa na ukapita, na wengine wakasema ikiwa umeshaingia kwenye kisomo cha rakaa nyingine, kwa kuingia kwenye kisomo tu basi ile swala imefanya nini? Batilika. Mfano, umeacha nguzo sawa katika swala, ukaswali ukaingia raka ya pili, ukamaliza kuswali kwa mara ya pili ukaingia ukasoma kisomo, umefahamu, ukasema kule tayari raka ishabatilika. Kwa kuna khilafu nyingi. Sisi tuchukue kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba tukiacha nguzo tukatoa salamu tutarejea raka kamili. Sawa, jazakumullahu khaira. Naqsul wajibat, kuacha au kufanya mapungufu katika jambo la wajibu. Anasema rahimahullahu ta'ala, naqsul wajibat. Katika ta'liq, alwajibu huwa allazimu almustahaq. Maana ya wajib ni kile ambacho kinalazimiana, chenye kustahiki. Sawa. Haya, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, kuna maelezo vile vile ya Sheikh Raslani hapa, ameelezea alwajibu huwa almustahaq, kwa kuna sawa sawa, kwa maana kwamba naendelea katika maelezo ya chini. Alwajibu inda alhanabila, wajibu mbele ya Hanabila, ma tabtulu as-sala, ni kile ambacho hubatilika sala, bitarkihi amda, kwa kuachwa kwake maksudi, wala tabtulu bitarkihi jahlan au sahwa, na wala haibatiliki sala kwa kuachwa wajib kwa kutokujua au kusahau. Wayajibu alayhi sujudu fi halati sahwi, na inawajibika kusujudu katika hali ya kusahau. Walwajibatu indahum thamania, na mambo ya wajibu mbele ya alhanabila ni mambo 8. Minha at-tashahhud al-awwal waljulusu la. Tumesoma katika manhaju salikin mambo ya alwajibatu au wajibatu as-salah. Kirejea kule utaona yapi ya wajibu. Kuna mengine yamekhtalifiana wanawachuoni kwamba ni wajibu au sio wajibu. Mfano takbiratul intiqalat, takbira za viondoko baina ya nguzo na nguzo, khilafu baina ahli al-ilmi na mengineo. Kirejea katika manhaju salikin utaona yale yaliyowajibu. Kirejea kwenye kitabu juu naqsul wajibat, ikiwa kuna mapungufu katika jambo la wajibu. Qala rahimahullah, idha taraka almusalli wajiba, pindi atakapoacha mwenye kusali jambo la wajibu, min wajibati as-sala, katika mambo ya wajibu ya sala, mutaammidan, kwa makusudi, batalat salatuhu, sala yake itakuwa ni yenye kubatilika. Wa in kana nasiya, na ikiwa ni mwenye kusahau, wa dhakarahu qabla an yufariqa mahallahu fi min as-salah, na akakumbuka ikiwa amesahau wajib, wa dhakarahu, akaukumbuka ule wajibu, qabla an yufariqa mahalla, kabla ya kuondoka ile sehemu ya ule wajibu. Sawa, fi as-salah, katika sala, atabihi, ataleta ule wajibu, wala shay'a alayhi, wala hakuna kosa kwake yeye. Pengine hujafahamu, ametoa mfano tashahud mwanzo huko. Sasa sujudu, huyu raka ya pili anainuka kutoka kwenye sujud, sawa, inuka. Alipofika hapa, dhana yake ni hii ni jalsa istiraha, anakwenda juu. Dhana yake kwamba mimi raka ya kwanza nakwenda juu, lakini kabla an yufarika mahalla, hapa akakumbuka kwamba hapana, hii ni raka ya pili. Sawa, ataileta hapa tashahudi yake,
akasema ata bihi wala shay'a alayhi, tashahudi ataileta wala hatoleta chochote baada ya hapo. Umefahamika hii nukta ya kwanza. Wa in dhakarahu ba'da mufaraqati mahallihi, na ikiwa amekumbuka ule wajib baada ya kuondoka mahali mwa ule wajibu, qabla an yasila ila ar-rukni alladhi yali, kabla kufikia katika nguzo inayofuatia, yani yupo wasto baina wajibu aliyouacha kwenye nguzo hiyo anakwenda kwenye nguzo nyingine, lakini kuna wajibu kauacha, hajafika kule kwenye nguzo nyingine, raja'a fa atabihi, atarejea atauleta. Sawa. Thumma yukmilu salatahu wa yusallim, kisha atakamilisha sala yake, atatoa salam. Thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, kisha ataleta sajda sahwi na atatoa salam. Sijda baada atuoneshe mfano sasa. Amesujudu, amenuka kwenye sujud, anakwenda zake juu. Hali kama hiyo hajasimama sawa sawa, yani katikati. Sasa umeelewa? Rudi tena sasa haja nenda juu. Sasa kama unakwenda kusimama lakini usifike juu, katika hali kama hapo kakumbuka, hapa atarudi katika tashahudi yake, ataleta tashahud. Ndio aliposema raja'a fa ata bihi. Kwa nini? Qabla an yasila ila ar-rukni alladhi yali. Wa in dhakarahu ba'da wusulihi ar-rukna alladhi yali, na ikiwa mkumbuka ule wajibu baada ya kufikia katika nguzo inayofuatia, kashaingia kwenye nguzo nyingine, sasa saqata fala yarji'u ilayhi, ule wajibu utadondoka na wala hatorejea tena katika kule ambapo amekuacha. Kwa maana atakapokuwa nasali alikuwa kaitashahud, akasimama sawa sawa, akakumbuka wa huwa qaima, na hali ya kuwa yamesimama, hatorejea tena katika tashahud, ambayo hilo kosa maimamu wengine wanalifanya. Anapoambiwa tena hapo subhanallah, anafanya kosa la kwanza kurudi, kosa la pili tena kwa takbira, yani kosa juu ya kosa. Fayastamirru fi salatihi, ataendelea katika sala yake, wa yasjudu lis-sahwi qabla an yusallima, ataleta sujudu sahwi kabla kutoa salamu. Ile sujudu sahwi atakaileta ndio itaunga ule wajibu. Wajibu unaungwa na sujudu as-sahwi, na ruknu hayungwi na sujudu as-sahwi. Mithalu dhalik, shakhsun rafa'a min as-sujudi ath-thani, mtu amesimama kutoka, ameinuka kutoka kwenye sijida ya pili, fi rak'ati ath-thaniya, katika rakaa ya pili, lakini kuinuka kwake liyaquma ila ath-thalitha, ili asimame kuna rakaa ya tatu. Nasi at-tashahhud al-awwali, amesahau tashahudi ya kwanza ambayo takiwa kae kitako. Fadhakara qabla an yanhada, akakumbuka kabla ya kuinuka. Fa innahu yastaqirru jalisa, yeye atabaki pale pale hali ya kuwa amekaa. Fayatashahadu, ataleta shahada. Thumma yukmilu salatahu wala shay'a alayhi, atakamilisha sala wala hakuna sujudu sahwi baada yake. Wa in dhakara ba'da an nahada, na ikiwa amekumbuka baada kuwa anainuka au ameinuka, lakini qabla an yastatimma qa'ima, kabla kutimia kusimama sawa sawa, ameanza kuinuka hajatimia kusimama sawa sawa, raja'a fajalasa wa tashahhad, atarejea, atakaa kitako, atatoa tashahhud. Thumma yukmilu salatahu wa yusallim, kisha atakamilisha sala yake, atatoa salamu. Thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, kisha ataleta sujudu sahwi na atatoa salamu. Katika hali hii ya kwamba hajatimia kuinuka, kwa maana kwamba wajibu hajauacha, kauleta pale pale, ataleta sujudi qabla salam au ba'da salam, ba'da salam. Wa in dhakara ba'da an istatamma qa'ima,
ikiwa amekumbuka baada ya kutimia ameshasimama sasa, saqata anhu at-tashahhuda, patadondoka kwake yeye tashahhud, fala yarji'u ilayhi, hatoirejea tena pale, fayakmilu salatahu, atakamilisha sala yake, wa yasjudu lis-sahwi, ataleta sujudu sahwi kabla an yusallima, kabla kutoa salamu. Kuna maneno na maelezo ya Sheikh Raslani hafidhahullah, anasema akhrajahu Ahmad wa ad-Daraqutni wa Abu Dawud wa ghayruhum an al-Mughira qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadith, idha qama al-imam fi ar-rak'atayn, ikiwa pindi atakaposimama imam katika raka mbili, fa in dhakara qabla an yastawiya qa'ima, ikiwa ni mwenye kukumbuka kabla ya kusimama sawa sawa, fayajlis, akae, fa in istawa qa'ima, ikiwa amestawi amesimama sawa sawa, fala yajlis, asikae, wa yasjudu sajdatay sahwi, ataleta sujudu mbili za sahwi, kama ambavyo tumetoa maelezo huko juu. Anasema Sheikh Raslani Allah yahfadhuhu, wa hadha yadullu, hadithi inajulisha, ala anna alladhi yamna'u alqa'ima min al'auda, ya kwamba kinachozuia kisimamo kutokana na kurejea ila tashahudi, inma huwa idha istatamma qa'ima, kitakachozuia ni kile kilichotimia sawa sawa. Hapa nakusudia kuwarudi baadhi ya madhahib, kusimama sawa sawa ndio kisimamo kinachozuiliwa mtu kufanya nini? Kurudi kwenye tashahud. Fa idha lam yastatimma qa'ima fa alayhi aljulusu, ikiwa hakutimia sawa sawa kusimama, basi atazimika kukaa. Kutimia sawa sawa utafahamu wewe na unafahamu kwamba hapa nimesimama sawa sawa, kwa maana kwamba raja'a kullu 'adwin fi makani, kila kiungo kimerejea katika sehemu yake. Hapa umesimama sawa sawa. Lakini kwanza umesimama mgongo haujanyoka sawa sawa, hapajapatikana i'tidal, bado hujasimama sawa sawa, rejea. Lakini mpaka umeshasimama sawa sawa, imam mmoja bada'at al-qira'a am la, umeanza hujaanza, lakini qumta qa'ima, tayari nakuwa umeshasimama sawa sawa. وفيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب, na katika hili kuna kubatilisha kauli iliyokuja katika baadhi ya madhahib, annahu, ya kwamba wanasema, idha kana aqrabu ila alqiyam lam yarji', ikiwa ipo karibu zaidi na kisimamo hatorejea. Sawa, hiyo katika baadhi ya madhahib, na nakumbuka mimi shuleni nilisomeshwa kama hivi, shule kwa ni primary ile au secondary, karibia kusimama usirejee, hapana. Wa idha kana aqrab ila alqu'ud qa'ad, na ikiwa ipo karibu zaidi ya kuwa mwenye kukata kaa, kwa utapima baina ya hapo ulipofika karibia kusimama, karibia kukaa. Kama karibia kusimama usirudi, kama karibia kukaa rudi. Ni madhehebu imesema hivyo. Sawa, Sheikh Raslani hafidhahullah ndo anayarejesha, na atanukuu pia kauli ya Sheikh Albani hapa. Fa inna hadha at-tafsila, anasema upambanuzi huu uliokuja, ma'a kaunihi, pamoja na kwamba, mimma la asla lahu, hauna asli fi sunna, katika sunna, fahuwa mukhalifun lilhadith, jambo hili la khalifiana na hadithi. Fatashabbath bihi, shikamana na hadithi, wa adda alayhi, ikamate hadithi kwa meno ya magego, bin nawajid, wada anka ara ar-rijal, achana na rai za watu, achana na rai za watu. Hapa ndo kwenye mzozo baina watu wa fiqh na watu wa hadithi. Sawa, watu wa hadithi na watu wa fiqh katika baadhi ya mambo hawakubaliani, sababu watu wa fiqh wanakuna zaidi katika zile ara. Watu wa hadithi wanasema hapana, jambo likija katika hadithi, imma labda iwe hadithi ina ghumud, lakini hadithi ikija sarih, hakuna haja kufanya tena masala ya kuleta rai. Qultu, qala Sheikh Al-Albani rahimahullah fi silsilati as-sahiha, faida qawluhu falamma i'tadala madha wa lam yarji',
na zama aliposimama kulingana sawa sawa, madha akapitisha, wala yarji, wala hakurejea tena. Katika hadithi imekuja hivyo baadhi ya riwaya. Anasema Sheikh Albani, fihi isharatun, katika hadithi kuna ishara qawiyatun, yenye nguvu, ila anna adama ruju'ihi sallallahu alayhi wasallam, ya kule kutokurejea kwake mtume sallallahu alayhi wasallam ila tashahhud, wa huwa wajibun, nayo kurejea ni lazima, inma huwa i'tidaluhu sallallahu alayhi wasallam qa'ima, na hapana vingine, ni kwamba kule kulingana sawa sawa kwa kusimama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kumemzuia kurejea. Wa mafuhumuhu, na mafuhumu yake, annahu, ya kwamba, sababu kuna mantuq ndo hii, falamma i'tadala madha wa lam yarji'. Kuna mantuq tumesema, kuna na mafuhumu, sawa. Sa mafuhumu inakuja kwa maana kwamba lau lam ya'tadil raja', ikiwa hakusimama sawa sawa angelirejea, ndo mafuhumu yake. Si mmenifahamu? Shishelezea mafuhumu na mantuq hapa, haikuwa hapa, niligusia hapa. Kuna hadithi inakuja natqu yake ipo upande wa kulia, sawa, kwamba fanyeni hivi, mafuhumu yake msifanye hivi. Ngatoa mfano, ukiambiwa la taqul lahuma uffin, usimwambie mzazi wako uffin, mantuq, usimwambie. Je, kumpiga, mafuhumu yake ndio usimpige zaidi, sawa. Kwa maana ukiwa umeambiwa kwamba alipoitadili sawa sawa ndo hakurejea, mafuhumu kwamba angelikuwa hajaitadili sawa sawa angefanya nini? Angerejea. Waqad jaa hadha mansusan alayhi fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika imekuja mansus kabisa, yani kwa maelezo kabisa, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, idha qama al-imam fi ar-rak'atayn, ikiwa amesimama imam katika rakaa ya pili, fa in dhakara qabla an yastawiya qa'ima falyajlis, mansus kabisa, sawa. Ikiwa amekumbuka kabla ya kusimama sawa sawa, arejee akae. Fa in istawa qa'ima fala yajlis, ikiwa amestawi sawa sawa asikae. Wa yasjudu sajdatay sahwi, na atakaa sijida mbili za sahwi. Wa huwa hadithun, upande wa pili kaeleza, wa huwa hadithun sahihun bimajmu'i turuqihi, ahaduha jayyid wa huwa mukharraj fil irwa wa sahih abi daud. Fama jaa fi ba'd kutub al-fiqh, kile kilichokuja katika baadhi ya vitabu vya fiqh, annahu idha kana ila al-qiyam aqrab lam yarji', kwamba ikiwa ipo karibu na kisimamo asirejee. Fa innahu ma'a mukhalafatihi lilhadithain, pamoja na kwamba hivi vya khalifu hadithi mbili, fala asla lahu fi sunna albattata, inakwenda khalif na sunna moja kwa moja. Fakun ayuha almuslim min dinika ala bayina, kuwa muislamu katika dini yako kwa ubainifu. Watu hadithi wanakuambia ili usalimike kuwa ahlul hadith. Kwa mtu wa fiqh sana wanasema hivyo. Watu hadithi wanaeleza hayo. Alhasil, nukta yetu ni kwamba ikiwa ameshatimia asirejee. Namna nyingine yote sio kwa kutimia, anafanya nini? Ima moja yupo karibu na kukaa, au yupo karibu na muda wa kuwa lam yastatimma qa'ima falyarji'. Naam. Dalilu dhalika ma rawahu al-Bukhari, alichokipokea Imam al-Bukhari wa ghayruhu, عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر, يكون ممتوم صلى الله عليه وسلم aliwasalisha صلاة ya dhuhuri. فقام في الركعتين الأوليين, akasimama katika rakaa mbili za mwanzo. Wala yajlis, hakukaa kitako, yani litashahhud alawwali, kwa ajili ya tashahudi ya kwanza. Faqama an-nasu ma'a, akasimama na watu pamoja naye, kwa sababu wao walikuwa wanajua sheria ndio inayotemka mtume sallallahu alaihi wasallam, tabidi wamfuate. Hata idha qada as-salata, mpaka pale alipomaliza sala. Wantadhara an-nasu taslima, na akawa wanasubiri watu taslimi yake, yani atoe salamu, wanasubiri watu. Kabbara, akala takbira, wa huwa jalisun, hali yakuwa amekaa, kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyekumbuka kwamba aliacha
tashahhud, kakumbuka mwenyewe kabla ya kutoa salam. Fasajada sajdatayn qabla an yusallima, akaleta sajida mbili kabla ya kutoa salam. Thumma sallam, kisha akatoa salam. Ni ushahidi kwamba alisimama hakurejea na akaleta sajida mbili kabla salam. Thalitha, sababu ya tatu, ashakku, kuingiwa na shaka katika sala yako. Ma maana shaki huwa taraddudu baina amrayn ayyuhuma alladhi waqa'a, ni kutaraddad, kujigonga gonga baina ya mambo mawili, kipi kilitokezea, kipi kipo. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, washakku, na shaka, sababu hakuna mtu ambaye hana mashaka. Shukuku lazima kuingie, sawa? Ndivyo binadamu alivyokuwa ameumbwa. Yawezekana ukatoka nyumbani kwako ukapanda Honda, kama ni hapa nyumbani kwako ukapanda Honda ukafika Koreko, kumbuka mlango nimefunga sijafunga, yaitwa nini hii? Ashak, sawa? Sasa kama utarudi au utaenda unasema mbele kwa mbele, hili ni lako wewe. Sasa umefahamu na kuna maradhi hasa haya, Allah tuhifadhi nayo. Sasa nasema washakku, na shaka, la yultafatu ilay, haitoangaliwa, kwa maana haitazingatiwa, fil ibadati, katika ibada, fi thalathi halatin, katika hali tatu. Kwa maana katika hali tatu zitakazotajwa usizingatie shaka, achana nayo, kwa maana itupilie mbali, sawa? Hali ya kwanza, alhalatul ula, idha kana mujarrada wahmin, takapokuwa shaka kwa mujarradi wa dhana tu, unadhani dhani, la haqiqata lahu, hakuna uhakika, kalwasawis, kama wasiwasi. Ndio mwingine mtu anakuwa na wasiwasi daima, ni yeye ana wasiwasi, usielekee hiyo shaka, achana nayo. Athania, hali ya pili, idha kathura ma'a shakhsi, zitakapokuwa nyingi shaka kwa mtu, yani imekithiri yeye kila kata na shaka, bihaithu la yaf'alu ibadatan illa hasada lahu fiha shak, katika hali ambayo hafanyi ibada isipokuwa anapata mtu huyo shaka. Hii inawezekana kwa sababu ya maradhi, au kuna kipindi fulani umezongwa na maisha, kuna kitu kinakutanza. Kwa kila ukiswali wewe, labda salama yako uswali jamaa, ndio utakwenda na imamu, utajua na kuhesabia imamu tu rakaa zako. Ukiswali nyumbani hujijui kama hii ni ya tatu, ni ya nne, mpaka mwisho unasema bora nianze mwanzo, sema kwa furugu tena. Hii yatokezea kwa binadamu. Na kuna hali ya mtu kwamba ndo ipo kawaida, wala hana maradhi wala, lakini humjiajia hizi shaka, sawa? Pia hii ipotezea, chana nayo. Athalitha, hali ya tatu, idha kana ba'da alfaragh min alibada, takapokuwa ushamaliza ibada sasa, fala yultafatu ilayhi, isielekewe shaka, ma lam yatayaqqani al-amra, muda wa kuwa hajaliyakinisha mtu jambo. Shamaliza kuswali ndo anatia shaka, ili raka ya kwanza nisoma Fatiha mimi, lakini shaka, sababu kuna hali ya mtu kuwa na shaka na yakini, pande mbili. Upande wa yakini una nguvu zaidi kuliko upande wa shaka. Sallaitu bilwudu, nini swali na udhu mimi sala, au sikutia udhu, ukawa una shaka. Ukiona shaka hii haina yakini, ni shetani, achana naye. Fayamalu bimuqtada yaqini, afanye kazi ile yaqini yake, sababu shetani yupo kuharibu ibada. Mithalu dhalik, shakhsun salla adh-dhuhra, mtu amesali sala ya dhuhuri, falamma faragha min salatihi shakka, alipomaliza kusali akatia shakka, hal salla thalathan au arba'a, amesali tatu au nne, fala yaltafitu hadha, asilekehi shakka, lihadha shak, illa an yatayaqqana, isipokuwa atakapokuwa ameyakinika. Maana kuna mtu anaposali anakuwa na tamakkun, anajua raka ya kwanza nilisoma sura fulani, raka ya pili nilisoma sura fulani, sawa? Sasa yeye hakumbuki raka ya kwanza kasoma mathalan inna atainaka, raka ya pili nilisoma sura gani, hakumbuki, na yakini yake inasema sikusoma. Hii ni yakini. Kimda mwingine nilisoma, yani kawa hii. Sasa huwezi kumwambia shekhi unanipa hukumu gani, hukumu nayo wewe
mwenyewe, kwa sababu ndiye ambaye una moyo wako unaangalia baina shaki wal yaqin.